Kwa nini Hulk amekuwa dhaifu zaidi kadri muda ulivyopita? Kufikia filamu za baadaye, nguvu zake zilionekana hata kuwa chini kuliko za Red Hulk. Mwanzoni, Hulk alikuwa na nguvu za ajabu sana. Ngumi moja tu ingeweza kuharibu meli ya vita ya viumbe wa angani. Hakushtuka hata chini ya mashambulizi makali ya ndege za kivita. Aliweza kumrusha Loki kama mdoli wa kuchezea. Mungu dhaifu. Alipokuwa na hasira, hata Hulkbuster ya Tony iliyotengenezwa maalum haikuweza kumzuia. Alipokabiliana na Surtur mkubwa, hakuonyesha hofu yoyote. Lakini katika Infinity War, baada ya kushindwa na Thanos, Hulk alirudi duniani na kukataa kubadilika. Je, alikuwa anamwogopa Thanos tu? Si kabisa. Katika Thor Ragnarok, Hulk alikuwa na fahamu zake binafsi. Alikuwa kama mtoto mkubwa wa kupendeza, lakini hakuna aliyewahi kutambua upande huu wake. Kila walipohitaji abadiliki, walimuita Banner, si Hulk. Hakuna aliyemchukulia Hulk kama rafiki. Walijali tu kuhusu Banner. Kwa hiyo, katika Infinity War, Hulk alikataa kutokea kwa sababu alihisi hakuna mtu aliyemjali. Dr. Banner aligundua hili. Kufikia Endgame, baada ya miezi 18 maabara, Banner alifanikiwa kuungana na Hulk na kumuumba Professor Hulk. Ukilinganisha na zamani, Professor Hulk alikuwa na vurugu chache, mtulivu zaidi na mpole zaidi, lakini hisia yake ya uwajibikaji haikubadilika. Katika vita ya mwisho, Hulk alihatarisha kupoteza mkono wake kwa kupiga kidole na kurudisha nusu ya maisha yote ulimwenguni. Baada ya mashambulizi ya Thanos, bado alitumia bega lake lingine kushikilia majengo yaliyokuwa yakiporomoka na kuwawezesha Rocket Raccoon na Rhodey kutoroka. Hata akiwa na mkono mmoja usiofanya kazi, aliendelea kupigana. Hulk amekuwa na ataendelea kuwa shujaa wa kweli.